image na brand ya Simba. Wakati mwingine nilikuwa nacheleza labda katika kutetea, lakini ni interest yangu ilikuwa Simba Sports Club. Nikimalizia kwenye eneo la shukrani, lazima niwashukuru sana serikali. Imenisaidia sana. Mawaziri waliofanya kazi katika kipindi toka cha Jakaya, mzee Jakaya mpaka Rais Magufuli mpaka Rais Samia, mawaziri wa michezo wote katungoa haji tusaidie hili bwana, hili jambo lifanye hiki tufanye. Serikali kwa ujumla toka Dr. Mkangara mpaka Kajanape, wakati ule kina kakaangu ambaye Rasi Makala, wote Mwakembe na manaibu wake wote, mpaka waziri wa sasa. Na nimepata heshima kadhaa kupitia serikali. Mimi katika maisha yangu nilikuwa sitegemei kuna siku nitapewa fursa ya kuongea kwenye podium ya Ikulu ya nchi. Heshima kubwa ile. Rais wa nchi anakwenda na kutaja mahali hadharani mbele ya viongozi kadhaa, akikutaja wewe kwa niaba ya Simba, ni heshima kubwa. Sidhani kama kuna msemaji mwenzangu amepata hiyo heshima katika klabu hizi. Na alipo kwenye sherehe za kitaifa Ikulu, ni heshima kubwa. Kwa naishukuru sana serikali sana. Hata katika shughuli zangu binafsi nikiwaalika viongozi wa serikali wanakuja. Wamenipa heshima hiyo. TFF, hawa ndio taasisi inayofanya nao kazi vizuri sana. Wakati fulani kweli nilifungiwa, lakini tulisameheana, nililipa ihsani ile kwa kusema sore. Baadaye Rais Karia alipoingia, kitu cha kwanza akasema funguliwe Haji na wenzie wote waliofungiwa. Nikaitwa kamati ya nidhamu, nikajieleza, nikamwambia mimi shida yangu walinifungia, hawakunipa nafasi ya kunisikiliza. Hata kunisikiliza hawakutaka. Wakanifungulia hapa katikati tena kwa sababu ya Simba. Issue ilikuwa ya Morrison. Wasipati matatizo kwa sababu yangu binafsi, sikumbuki. Kwa sababu ya Simba nikala tena milioni 5 fine. Nikalipa. Ili kuendelea kuisemea klabu hii ninayoipenda. Kwa hiyo shukran viongozi wa TFF, mmeniheshimisha vya kutosha. Mkanichagua kwenye kamati zenu mbalimbali, ikiwemo kamati hii ambayo bado nipo ya timu ya taifa, nikiwa mjumbe wa kamati ya timu ya taifa, lakini mwenyekiti ninayeongoza kamati ndogo ya hamasa ya timu ya taifa na timu zote za taifa. TFF wakanikabidhi mimi na ninayo mpaka leo hiyo nafasi. Ni heshima kwangu na kwa familia yangu. Nisiache kuwashukuru watani zangu Dar es Salaam Young Africans, wenyewe waliita Dar es Salaam Young Africans, hasa katika kipindi kama hiki wanasajili wako vizuri. Yanga kama watani zangu, kuna wakati kweli nilizidisha labda utani, lakini mimi misingi yangu ilikuwa kuhuisha utani wa jadi. Lazima uhuishe utani wa jadi. Bila utani wa jadi tutatengeneza uhasama wa jadi. Misingi ya utani wa jadi tuliikuta vizazi na vizazi. Kwa moja ya kazi niloifanya ni kurejesha utani wa jadi ambao bila kuficha, bila kusema kupindisha maneno, umeleta hamasa mpya kwenye mpira. Nasoma sana comments. Naona baadhi ya watu washabiki wa Yanga walivyomiss amsha hizi za utani wa jadi kwa wiki moja tu. Nacheka kweli. Lakini kuna wakati walinizodoa, walinichora, walinidhihaki, lakini mimi sikuwahi mahali, nini mashahidi, kwenda kulalamika wala kushtaki popote. Kwa sababu nilijua hawa nao wanakosea kama binadamu, lakini tunasimamia katika misingi ya utani wa jadi. Lakini nikenda mpirani kwenye mechi zao, hao watani zangu ambao baadhi yao wananizodoa, ndio atakayeomba naita nini, selfie, ndio atakayenishangilia,
ndio atakayeomba kila kitu. Marafiki zangu wengi sana, na nimetengeneza uhusiano mkubwa wa kutengeneza mpira katika njia sahihi. Napita klabu ya Yanga, mimi ni msemaji ambaye nikitoka kwenye safari zangu, wakati mwingine narudi nyumbani, napitia ile mtaa Twiga, na paki gari pale, nashuka na wafata wale wazee, shikamoni Tanzania pale pacharulana na wachela kawa, asanteni. Nilitengeneza hiyo kwa sababu tu ya watu waone mpira sio uadui, lakini lazima nao kama binadamu, inawezekana kuna mahali niliongea kitu ambacho kiliwakwaza kuhusu Yanga. I'm sorry. Nothing. I'm sorry. Lazima nitakuwa nimeteleza tu. Wakati mwingine nilizidisha kweli, lakini intention ilikuwa nini? Kuleta hamasa, na dunia ya mpira sasa hivi mitandaoni. Sina chuki na Yanga, ni watani zangu tu. That's it. Na kwa kufanya hivi niliongeza idadi ya mashabiki, ingawa inaonekana kama vile ikisemwa hivi, kama ndio ile inasemwa Simba ni kubwa kuliko mtu yoyote, haitakiwi isemwe, ni haramu kusema. Ukweli utabaki ukweli tu. Kazi fulani niliifanya imeongeza hamasa ya mpira wa miguu wa Tanzania. Huwa nawatania partners wangu na client wangu Azam, naambia hizi mnavyoweka hii mihela hii, hebu nitengeneze hata 0.1%. Kwa kuna mtu kafanya kazi ya nyinyi kufanya kuwekeza zaidi kwenye mpira, imeongeza hamasa ya mpira. Na jamaa sema Simba ilikuwa inajaza kabla ya big match, wanawaita hapa, natoa na makauli mbiu ya kila aina, na kwenda kwenye radio moja, TV moja mwenyewe, hadi vipindi vya usiku. Nakumbuka mechi moja na Al Ahli, tumetoka kula 5-5 mara mbili na Vita na Ahli, mechi iko Jumanne. Wananiuliza Haji, itakuwaje mechi ya Al Ahli? Nikaambia cheni, nikampigia Patrick Nyembera, nikamwambia nataka kwanza kipindi kimoja, nataka kutengeneza kitu kuingie kwenye ubongo wa watu. Nikaja na ile Simba hata ikicheza na Barcelona Dar es Salaam watoki mtu. Nitaka kutengeneza imani tu kwa washabiki. Ushakula 5-5 mara mbili, unawaambiaje wa Tanzania? Lakini nilijaza watu pale, wanasema walifanya wao. Wallahi alazim, ni nyongeni, lakini haki zangu nipeni. Hakukuwa na namna. Uko nyuma Simba ilikuwa inajaza miza Champions League, haipo. Mimi nimeenda mpirani, nimezaliwa nimekulia katika mpira, haipo. Watu 60,000 ushakula 5 mara mbili. Mechi moja na Nkana the Devils nilifanya press pale Msimbazi, ni mashahidi ndugu zangu, ilikuwa ni balaa. Nakuja na duo dai, ni balaa. Najitoa kama wazimu hivi, leta hamasa. Nashukuru, inawezekana isiheshimiwe hiyo, lakini kuna siku dunia itakumbuka hata jema hilo moja nilolifanya. Hayo kama mengine ni mabaya. Lakini nisimalize kwa wale ambao sijawataja kwa namna yoyote katika shukrani au kuomba radhi. Basi nitambue tu kwamba mimi wote na washukuru wa Tanzania wote, wadau wote, vilabu vyote, na pale nilipowakwaza narudia I'm sorry. Sasa nije katika jambo mahsus la kwa nini Haji leo hayupo Simba, au kwa nini Haji anaondoka Simba Sports Club. La kwanza kubwa nikisema ni vitu viwili tu. Biashara. Haji ameathirika na biashara. Lakini la pili, umaarufu. Na ndio maana inarudiwa sana, inaimbwa inapostiwa mara kwa mara, Haji sio mkubwa kuliko Simba. Sijui lini niliwahi kutamka mimi ni mkubwa kuliko Simba. Sijui lini, hata sijui inatokea wapi.
Ndugu zangu, kabla ya kuingia kwenye hiyo biashara na umaarufu, mimi wakati naingia Simba Sports Club, hali yetu kama klabu ilikuwa dhaifu hali. Niliambiwa hadi jitolee, tutaanza kulipa baadaye tutakapopata uwezo. Nikakubali, huku nikijua aliyekuwepo kabla yangu alikuwa analipa, lakini nikakubali. Simba unakwenda mikoani, nakwenda na basi mimi mwenyewe ndani ya basi, Shinyanga, Mbeya, Mtwara, mimi mwenyewe. Kabla Abasi Ali ambaye ni coordinator wetu hajaja, akumbuka tunakwenda, wewe ndo ukifika, maana mimi sikuwa nafanya kazi ya afisa habari tu, nitafute na hoteli, maji ya kunywa. Nikaenda kwa mfano naenda Shinyanga, unakwenda Shinyanga unampigia Salum, mbunge yule, Salum Mbuza alikuwa mbunge wa Meatu, rafiki yangu. Salum, naomba nisaidie maji ya Jambo wakati ule. Naenda mfano kakaangu Chegeni au Mzee Chuma, Simba miaka mimi naikuta alikuwa anakaa kwenye hotel guest, hizi hoteli za 30 40. Na kwenda kwa Dr. Chegeni au mzee wangu Gachuma, naambia bwana, sikiliza, sisi uwezo wetu ni shilingi 30. Hii ni Simba kubwa, nataka niilaze hoteli kubwa hapa kwa hela hii. Ambia bwana shekhe, wewe si Simba, wewe twende. Hadi leo mpaka imebaki mazoea, Simba inakaa katika hoteli hizo, ishakuwa tayari ni mteja. Abasi ameingia, kaka tukombea, nafanyaje? Mafuta tumenasa hapa. Nimepambana sana, lakini nilikuwa nafanya kazi kwa ajili ya klabu yangu. Hapo msisahau sina contract, na nitakuja kwenye issue ya contract. Wala usema kwamba nimepewa milioni, mkataba sio milioni 4 nimekataa. Ni vizuri niweke clear ili nisije nikahukumiwa baadaye. Hali ni mbaya. Msimu wa 2015-16 tumemaliza katika hali mbaya. Yanga ndio mechi kipindi ambacho mimi nilipigwa nikiwa msemaji mechi zote mbili bila. Tukaingia msimu wa 2016-17, mnakumbuka mimi nilipata tatizo la macho. Nimeenda zangu India, nimerudi kimatibabu, nimefika baada ya siku 3, rais wangu, hiyo tai itaniumiza sana, na nimezungumza habari ya macho, unaweza kaiweka hivi kidogo, samani brother, macho yangu si salama sana kwa kunipiga na hiyo taa. Wakanambia, Rais Evans akanipigia simu, akanambia leo saa 1 tunaenda kula chakula cha jioni na wachezaji wa Simba. Kambini wapi? Dege Beach. Hii historia nataka ijulikane vizuri. Tumefika Dege Beach, niko mimi, Saidi Tuli, mjumbe wa kamati ya utendaji, nadhani alikuwepo Alisuru pamoja na Rais Evans Aveva. Kazungumza na wachezaji akanini, na mimi wachezaji pale wakanambia pole bwana kwa kuumwa na nini. Mmaliza, Evans akaahidi kila mechi tutakuwa tunatoa bonus milioni 5. Anawaahidi wachezaji. Tumetoka pale, nikatoka nje, tukaingia kwenye magari, tukasimama mbele ya Dege Beach. Nikamwambia rais, umepata wapi nguvu ya kweli milioni 5? Hatuna mdhamini. Wakati huo TBL keshaondoka, mishahara yenyewe hatujui tutalipaje. Sisi wenyewe hapa tunajitolea, unapataje nguvu hiyo? Akami mwenyewe nimesema tu wallahi, kwa sababu angalau mwaka huu tushapoteza miaka 2 mimi nimekaa sijashinda kikombe. Japo nimesema tusijui itakuwaje. Wallahi ananiambia hivyo Evans. Nikamwambia kweli? Tunafanya sasa, kafikirieni mtakachoona mnaambie. Evans alikuwa muumini sana wa ushirikishwaji katika uongozi. Mimi usiku ule sikulala. Kasema Evans katutia matatizo makubwa mapya. Misimu 2 tuchapoteza ubingwa, hatupati. Tunaitwa matopeni wakati ule, wa mchangani. Mimi nikalala, asubuhi kuamka nikaja na jawabu. Kabla kumpigia Evans, wakati huo kumbukeni Patrick Kaemele ndo analetwa. Nikampigia kwanza Patrick. Nikamwambia Patrick, wewe ndo katibu mpya wa Simba. Hebu nakupa idea yangu, ifikirie, afu nataka nimshauri rais, lakini wewe mtendaji mkuu. Nikamwambia sikiliza, sasa hivi kuna haya magrupu ya WhatsApp. Kwa nini nisitafute watu wanaoweza kuchangia kila mechi moja
minimum shilingi 20,000 ili tuweze kupata hiyo hela ya bonus milioni 5 kila mechi. Akaambia great idea, mpigie rais, pigia rais. Nikampigia Zungu, kungi wangu rafiki yangu kaka, watu walikuwa kwenye corporate mabenki naofahamu, nipe majina ya bunge ambao wengine siwafahamu wote. Simba nataka kuunda bila mechi shilingi 20,000 apate kikombe. Simba HQ ambayo ni mwizi alisema, na wale mnawajua kina Mwankamia, kina Zito Kabwe, kina Heche, sikujali Uchadema wala CCM wala NCCR, ili mradi Simba we umo. Stakeholders, watu walikuwa kwenye corporate, mabenki naofahamu, madaktari, ikaunda group la watu ambalo tukakubaliana kila mechi shilingi 20,000 minimum. Simba HQ ambayo ndio juzi walisema goli la mwisho wanafunga kichwa. Mechi ya kwanza draw tumecheza 10 ni Simba HQ. Mechi zote milioni 5. Kazi kwa haraka. Ikifika mechi kubwa na Yanga group ile inachanga mpaka milioni 30 mpaka 25. Ndio ilibaki tone katika ubingwa. Nadhani mnafahamu, na ndio kisa cha mimi kufungiwa. Na mechi ya Kagera Sugar. Nikamweka marehemu Ashamwaji, lakini tulishinda na Yanga tukawapiga kwenye mapinduzi, tukawapiga kwenye ligi. Goli la mwisho wanafunga kichwa. Mechi ya kwanza draw tumecheza 10 ni Simba HQ. Mechi zote milioni 5 tunatoa. Ikifika mechi kubwa na Yanga group ile inachanga mpaka milioni 30 mpaka 25. Watu wanatoa baada ya 20 wanatoa laki mbili. Tunafika na admin wakawa watu wangu, nikamweka marehemu Ashamwaji, dada yangu Somoe, na kuna watu wengine wakawa support, lakini kuna wahazini ambao fanya kazi kubwa. Somoe Mwiba pale benka yule umetunza amana za watu, kafungua mpaka account. Kundi la Simba ni sehemu ya utumishi wangu ambao leo unadhihakiwa. Akili yangu sabodi imeanza kubwa sababu yangu hapo hayuko mpaka kombe la ligi kuu 2018 mafanikio yanatajwa mpaka 2016 17 na kombe lile linatajwa. Bahati mbaya tuulizi ya mkubwa akizungumza uwezo kuuliza mbona wewe kuepo, mbona kwa kamati ya upinzani wala kuulizi, kimya kimya tu, mnaona sawa, lakini ndio sawa, kwa sababu hata msipouliza Watanzania si wanaujua ukweli. Sabodi imeanza na mimi hapa mpaka kombe la tukabidhi limo katika mambo tuliyofanya makubwa, mwajiliwa na bado na changa. Mbona sisi nakwenda kwa wachezaji cheka kweli. Sasa tumemaliza kwenye jambo hili la HQ, lakini baada ya muda ishaingia ile mwaka kujua simu na kasi ndio masheria ya Serena ya Simba tunaita wachezaji, tunaita Simba Day, wanaume wale wanachanga. Na mimi hapo na kamshahara kangu laki 7 sijawahi kukosa mchanga, sio tu na changa kila mchanga, mwajiriwa na bado na changa. Mbona sisi tunakwenda kwa wachezaji? Mimi simu asante. Na hapa tunamshukuru mwenyekiti wa bodi, baada ya muda naye baada ya kuona ngoma imeshaingia hivi, siku moja akapigiwa simu na kasi ndio uje akaambiwa na mwenyekiti, wakati huo sio mwenyekiti, anataka naye kusupport shilingi kwa shilingi. Mimi mkitoa milioni 5 na yeye anaweka milioni 5, nikichanga milioni 15. Baadhi ya watu wakataka kupinga pale, nikamwambia jambo jema, unajua wakati ndo mchakato. Kwa hiyo watu wakaona huyu anataka kutumia fursa kupata uwekezaji, na mimi kwa sababu nilikuwa muumini wa transformation na mimi nilifanya kazi huku, naamini katika transformation. Kwa hiyo nikaunga mkono, nikalobi, na mimi lobbyist, wakakubali, tukaanza 5 tukitoa na wanatoa 5. Alhamdulillah, hata nyingine zake ikitokea, lakini kweli ameshiriki katika kuboost hilo jambo. Akili ya Haji Manara tukamaliza msimu 2016 17 18 wanarudi, wanakuja kina
Boko na Muzamil alikuja 2016-17 wanakuja tu wanarudi tena pale, tushaanza kuchanganya mambo ya shanga kidogo. Simba sasa na 2017 hali inaanza kuwa nzuri. Pesa wameingia 2017, wameingia kununua vifaa vya Simba Julai pale, nadhani Juni kwa mwezi wa Ramadhani, uwanja wa Taifa pale walifanya kitafrija cha kukabiliana mkataba pale. Mimi ndio nilikuwa MC pale 2016 kuja Kakaruka na Tarimba na nini kafashi. Kwa hiyo Simba ikaanza kurudi katika wastani wa watu, lakini bado unaendelea. Na hata juzi pamoja na huu uwekezaji tunausema, juzi H2 wamechanga almost $9 hivi, karibu milioni 20 kununua vifaa vya Simba vya mazoezi, vyema vya magoli vimeshakabidhiwa kwenye anakabidhi timu, utajua mwenyewe. Yaani watu hawataka kujua kwamba H2 ndio imechanga. Maskini ya Mungu kina Kabura kupiga Simani mpe Samu hapo wapige chakula. Hakuna mtu aliyesema. Wakati mwingine yeye tunaogopa ukisema tu mahujumu. Nimepata ndondo Shinyanga. Nitapige. Ndugu zangu, Meatu nimeshapeka Simba Meatu. Inafika mahali Simba tunakwenda kucheza. Mimi Simba tunaipigisha ndondo hii. Rais Veva anamshukuru sana. Aliruhusu ukiondoka na timu. Anakabidhi timu, utajua mwenyewe. Wakati mwingine hela hamna. Maskini ya Mungu kina Kabura mpigie Simba. Hadi tukutumia $300. Mpe Samu hapo wapige chakula. Mnakutumia $100. Wakati mwingine hela haijapatikana. Naambia rais, nimepata ndondo Shinyanga. Nikapige kwa Yanga. Meatu nimeshapeka Simba Meatu mchezo Meatu akina Mgosi wala Meatu fraud. Naambia Salumbuzi nataka milioni 5 nipe, nataka milioni nipate kuwarudisha wachezaji Dar es Salaam ni wape kote hiyo wakati wa uchaguzi. Napiga ndondo, unafika Dodoma transit na wapigia wabunge, jamani hao wachezaji nataka wapate posho angalau wakati nyumbani. Wabunge wanajioga na hisi na baadaye huyu Tony fikiri yeye ni Yanga na watu wote wanajua, lakini alikuwa mara kadhaa anatuandalia lunch pale. Wanakuja kina mzee kakaangu Mkamia juzi, maskini Mkamia asema mimi hata simu yake nilikuwa sipokei wakati wa uchaguzi. Napokeaje mimi mwajibiwa? Sipokei simu tumeka kwa uchaguzi, lakini sana nilikuwa ni katika principle tu, sipendi kuingilia chaguzi. Kwa hiyo nilikuwa siwezi pokea simu ya mgombea, nitakuwa naingilia uchaguzi na baadaye uchaguzi utakuwa sio huru. Lakini wote shiriki kina Zito tunakwenda wanapiga mpunga wanachanga laki. Nakumbuka siku moja huyu mtoto Shabalala, Mwenyezi Mungu amjalie, tumemaliza mechi, nadhani tulikuwa tunakwenda Bukoba au Shinyanga sikumbuki, tumepita Dodoma, mmoja wa Mungu akachanga ikapatikana hela ya kuwapa msafara mzima $100,000 kasoro hadi. Unajua akasema nini? Lazima sisi wote tutoe tu. Kata. Tunakaribia Nzega, akanifuata mbele akabana, tumechanga sisi wote kila mmoja akatoa. Safari za ndege ya bwana tunashakata poli sana. Bwana nakuomba, mlikuwa mkionekana Dr. Gembe kujitegemea. Naambia nikufikisha yangu hadi sasa zilipoanza neema, nirudi kwenye neema al-Maula wa anayeprotect hakatimi tiketi. Hafai. Najitegemea nauli, najitegemea hoteli, najitegemea kula. Safari za ndege. Wakati nishakata poli sana. Hayupo. Mlikuwa mkiniona mikoani ni kwa kujitegemea. Lakini nimetoa hela kwa mama. Nawaambia nilipoifikisha klabu yangu mahali ambapo nilipata kazi. Yaani Simba inacheza, msemaji anayefanya promo, anayeprotect hakativi tiketi, hafai kwenda. Najitegemea nauli, najitegemea hoteli, najitegemea kula. Na baada ya pale press walifuata nini? Nasema hivi na pamba, lakini umetoa hela mfukoni mwangu. Nikawa nasubiria pale ndege niunganishe mpaka safari za nje ya nchi. Nimefika South Africa usiku, niko na jamaa yetu mmoja. Safari za nje ya nchi tumekwenda hivi, sina tukatembea na gari mfano kama hapa mpaka Babati.
Mechi ile nimefika, nilikuwa nakumbuka nimetoka tangu napiga simu, jamani naenda. Wewe bwana, jina lako Walimu kweli? Mie haya, nikawapigia watu travel agents wakanipa ticket. Kwa hiyo nimeshuka airport, nikawa nasubiria pale ndege niunganishe kile zangu Swazi. Nimefika South Africa usiku, niko na jamaa yetu mmoja anaitwa Humphrey. Nani atakayebaki chumbani? Tukatembea na gari kutoka Johannesburg mpaka Mbabane. Fikiri nimekata tiketi yangu, naenda kwa ajili ya Simba, hoteli kule kunifanyia booking. Nikalala kwenye makochi Simba na Mbabane. Siku ya mechi watu wanaogopa sana wafuasi kufika siku. Nani atakayebaki chumbani? Tunashinda 4. Hafu ya kwanza yote nimekaa chumbani tunaongoza, hafu ya pili ya tatu. Sasa kuna mtu leo haji kwenye safari ya Jumo kweli, anafanya kazi mkataba, kapeleka proposal jina langu haji apewe mkataba, mkataba haji sio ndika bodi ndio naidhinisha, akaingia magoli maskini ya Mungu, magoli akaanza. Mimi wasipendi mtu anafanya mambo makubwa usiku. Huyu ni chungu wa pekee. Nilikwenda ile hapo iliankana, sina uhakika kama sijilikia, nimesahau, sina kumbukumbu, lakini ya Kongo tulikuwa tunataka leo haji kwenye safari ya Jumo, matumizi mabaya kweli. Kwa safari ya Algeria anafanya kazi mkataba, kapeleka proposal jina langu haji apewe mkataba, ikaingia mkataba hadi sio andika bodi ndio inaidhinisha, sio anaandika tu. Magoli akaanza maskini ya Mungu kuhakikisha kwamba safari zile za Simba, na nadhani nilikwenda ile ya Kongo iliankana, sina uhakika kama sikilipia, nimesahau, sina kumbukumbu vizuri, lakini ya Kongo tulikula ultano hata zile za Simba Day, lakini kurudi wakaambia matumizi mabaya. Kwa safari ya Algeria na Soura sikwenda na Al Ahly sikwenda, shatu kufungwa na Al Ahly. Unakuja hapa kwenye mechi safari, mie Simba nikafanya promo kama hakuna jambo, kama sijafanywa kitu, kama wiki mbili nyuma Simba ya mafuta. Kwa hiyo bonus, achana zile za H2 bonus za mechi, tukishinda ubingwa zile promo zote unazoziona, a single cent hawajawahi, hata zile za Simba Day a single cent Simba hawajawahi kunipea wala kunipa mafuta ambao nakwenda kufanya promo. Wallahi juzi mpaka baadhi ya wasibu ofisini wasema sasa Haji anakwenda kuvuma ni marefu kufanya promotion, hata kupata posho kweli. Nikamwambia bwana, ni akienda juzi kama wiki mbili nyuma ya mafuta. Kwa hiyo siku zote ndio ilikuwa hakuna. Ndio maana najua sasa hivi watahangaika kutafuta receipt fake. Utafuta receipt fake utafungwa. Sipati bonus, sipati chochote. Hawajawahi juzi ndio ameniwekea 200,000, yani mpaka kwa mbinde ya mafuta ambao nakwenda kufanya promo kwa ajili ya Simba. Mafuta ndugu zangu, mafuta tu. Sisemi haya kwa sababu leo sipo Simba, nataka kuunganisha muone kile kilichotokea mwisho kiliniumiza kiasi gani. Ndio maana ya kusema haya. Sipati bonus, sipati chochote. Nikasema hapa mimi nikiondoka nina Shafi kama naona wanakuja watu, ndugu yangu Maulidi kama namuona anapokuwa na sports unapata shoka ya 700 hiyo mama kama mbuyu toka 2000 sijajali. Si Simba yangu mimi, naipenda hii klabu, namwachia nani? Nani atakenda kupambana na watu sugu kama waandishi wa habari wa Tanzania wakiamua lao? Nikasema hapa mimi nikiondoka kina Shafi kama nawaona, ndugu yangu Maulidi kama namuona, hata anapokuwa na tuboksi kuna wakati za kutoka kwa sababu ya hizo pressures. Familia yako sasa, wewe unajitolia hivi, unatukanwa, unadhalilishwa, hawakulipi, huna mshahara, una jambo ya nini? Na wakati huo alhamdulillah jina langu limekuwa kubwa, makampuni nataka nikafanye masoko kwao ya mawasiliano ya chungu mzima. Na ofa alitumiwa mama yangu
maana walinilobi wale wakampitia kwa mamangu. Nataka mwanao bwana aje hapa nini mshahara huu nini atarudia nyumba si nini. Na mimi alipoingia Mohamed nilikuwa naamini kuongezaji mahaba yangu. Sasa mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa naumia nikiona Simba vile kama second club. Na nilikuwa nasema sana. Nilikuwa nataka Simba iwe giant kama Yanga. Inawezekana kunizidi. Ndio maana nikawa nakuja na hamasa sana. Kwa sababu lazima nitekeleze kwamba nilichokuwa kinaniumiza. Nataka Simba iwe giant. Ndio iwe club kubwa nchini. Na mimi alipoingia Mohamed nikawa naamini uwekezaji ukija sasa tutaanza kubadilika. Na nisema ukweli, mwanzo Mohamed aliona dhamira yangu na very cooperative. Tunakaa kupigana simu na mueleza bwana mimi mpaka leo tutakupa ngoja tumeje mchakato, nikawa nasubiria tunakupa toka 2017 mpaka 18 siongezeki bado safari najigharamia inaendaje kuhakikisha timu imefika hapa, timu sio huruma na makocha hawa nao wana mchango mkubwa. Tutaseti Mabori alitusaidia sana kusema kweli, na watu wanajaa 2017 18 yeye alipoingia 18 19 tukafanikiwa kufika mpaka stage kwenda Champions League. Hata baadhi ya management staff wa Pep bonus kwa sababu hawa wana mchango kuhakikisha timu imefika hapa. Timu sio wachezaji peke yake na makocha, hawa nao wana mchango mkubwa. Hapa wanasema huyu Haji kama hizi kelele zote zopiga duo dai season 2 sio nini na nini, watu wanajaa, anapambana na watu hata shilimia tayari ikaingiliwa huku ikatokea huku ingiliwa huku ikatokea huku na bahati mbaya kama bwana jamaa huyu bwana matumizi mabaya bwana, maskini kaka watu ule, sijui kwa sababu gani siwezi kusema, lakini kwa hiari yake akaamua baki na kazi zake binafsi, ikabidi atafutwe msemaji. No sorry, mimi CEO mpya kaja Senzo. Wakati huo tayari Senzo kaingia BBA CEO, yeye ndio msaidizi mkuu. Ukiacha Simba Day ya kaza Simba hakuwa mwajiri wa Simba, lakini 90% na hasa Simba Day 2019 ndio best. Yeye ndio apanga best. Ana wako watu watatu. Wengine si wataji. Naweka akiba ya kesho. Wakati bado akaingia Senzo. Anatumia Senzo kaingia 2019 tumemaliza dude lile la Simba Day. Maana ile ukiacha Simba Day ya 2020 hii ya 2019 kwangu mimi na hasa Simba Day ya 2019 ndio ilikuwa best. Tumemaliza sasa kuna sababu yote mimi nisifanye kazi na wewe. Akaleta ofisi. Lakini mimi wakati huo bado hatuna ofisi rasmi. Anatumia boardroom ya ofisi ya mwenyekiti wa Mohamed Kapana. Senzo akanambia bwana, mimi nimeambiwa moja kazi yangu ya kwanza wachezaji nilikuwa naambiwa Simba ndio nilikuwa namsoma mitandaoni. Watu wanaita kwa Simba ile support anapata washabiki, utamfukuzaje? Acheni nifanye naye kazi. Nikamwambia nikufukuza iko kuna sababu yote, yani nisifanye kazi na wewe. Niambia ustadi sababu. Lakini mimi nimewakatalia. Na sababu za kuwakatalia ni hizi. Sijafanya naye kazi, simjui tatizo lake na hamjaniambia tatizo lake. Lakini huyu mbona mimi wakati niko South Africa ndio mtu pekee ukiacha wachezaji niliokuwa namjua Simba ndio nilikuwa namsoma mitandaoni, na nimeona ile dude la Simba Day support anapata washabiki, utamfukuzaje? Acheni nifanye naye kazi nisome. Sasa wakawa wanamtengenezea michongo, akafanya kazi na mimi kwa miezi miwili baada ya kazi napunga kwa nenda Mbeya tekeleze matakwa ya haji. Hebu fikiria na ningejuta mimi kukufukuza wewe kazi. Msaada mkubwa unaoipa klabu ya Simba, achana kunipa mimi kama mtendaji mkuu. Kwa tukajenga mahusiano makubwa, lakini kila siku Senzo ananiambia kompani yake uingiliwaji wa kazi zake na CEO kwa sasa every day apokee maki kwa sasa, hata hapo simu zake apokee. Sasa wakawa wanamtengenezea michongo, lazima tumuondoe Senzo sababu hatekelezi
walijua wamemleta ili atekeleze matakwa yao. Senzo aligoma, asema ni professional, nitatekeleza taratibu za kazi, sio matakwa yenu binafsi. Aligoma, na ndio sababu kubwa kuingiliwa majukumu yake. Fanya hivi, mwajiri huyu, mtoe huyu, Senzo anakataa. Fukuza huyu, achie huyu, Senzo anakataa. Huyu na Senzo alipoingia sasa, safari zile zikaanza toka ameanzia Magori, lakini Senzo ikawa permanent. Haji lazima awepo safari, na klabu ilipie, hoteli ilipie, kila kitu. Haji lazima, na kwa mara nyingi sinakumbuka kama kuna wakati nilishatangaza kuna mtu anakuja kumbe wale wakubwa kule na waudhi. Nakumbuka nilikuwa niko hivi. Bahati mbaya Senzo kwa sababu ya kukosa uvumilivu unachomwa mpaka unakosa uvumilivu. Akapelekewa ofa na watani zetu, akaenda katika watu walilia. Yaani ukaona mfume hapa next ni Haji. Nikajua hapa next ni Haji. Sinakumbuka kama kuna wakati ilishatangazwa kuna mtu anakuja kwa msemaji Simba. Kumbuka nilikuwa niko hicho kwenye Afro. Huko wakafanyisha watu interview. Influencer wa mitandao. Tunamleta mtu mmoja. Wakanibisia nimeenda kwenye Afro na kufanya interview. Tayari washatangaza. Sasa siku Mohamed akanipigia simu. Hebu Haji njoo bwana ofisini, nisharudi kwenye Afro. Akaambia Haji, hii taarifa zimetoka wapi? Mimi sijui. Tena bora ulipokuja nikushukuru bwana. Kwa nini? Ngoja nimwite CEO wakati wote. Sio CEO. Ngoja nimwite Babra kaitwa. Imekuwaje issue yaje? Haji tunamuondoa, atabaki kuwa influencer wa mitandao. Tunamleta mtu mwingine. Mohamed akamwambia what? Kama nini nafikiri alifoka sana. Yaani unamuondoa kwa kigezo gani? Sitaki kusikia. Haja jambo hilo. Sitaki kusikia. Mbele yake ni vipi nini? Hawa watu watatu. Mohamed mwanzo alikuwa kubali fitna. Hakubali, alikuwa kila kiambiwaji. Hakubali. Sasa lazima useme ukweli. Ili kweli fitna haijakolea. Unajua kila kitu lazima kikolezwe. Kila wakimwambia ili Haji hivi, alafu kuna wakati juzi aliambia bana, unajua ni watu wengi wa bodi waambia nikutoe, mimi nakataa. Nikamwambia sio watu wa bodi bwana, sema anamwambia mimi Babla na wao hivi. Sema watu wa bodi, wajumbe wa bodi wangapi? Mbele yake anamwambia usio wajumbe wa bodi. Hawa watu watatu hawa. Usisingizie bodi. Bodi ni mwakosea nini? Sijawahi kuonywa kwa barua, sijawahi kuonywa kwa mdomo, watakwambiaje nimtoe kwa kosa gani sasa? Tuache. Lakini baada ya kuondoka Senzo kama nilivyosema, nikajua next ni na ni kweli. Leo mpira umechangamka ligi ya Tanzania kwa sababu ya mkataba na Azam. Nilirudia wakati sipo Simba na nasema sipo Simba na biashara. Live tulikuwa tunaipinga. Ndugu zangu, watu kwa waende mpirani. Hili haitaki wrong kwamba watu mpirani wataenda na live inahitaji credit. Mbona Ulaya wanaenda mpirani na live? Hatupo hapa kama bila Azam TV. Serious. Sio investment za ujanja. Leo mpira umechangamka ligi ya Tanzania kwa sababu ya Azam TV. Nilirudia wakati nipo Simba na nasema nikiwa sipo Simba. Ndugu zangu, nawaambia live tulikuwa tunaipinga yetu mwaka huu kwa baadhi ya mambo. Watu watakuwa waendi mpirani. Nika prove wrong kwamba watu mpirani wataenda na live inaonyeshwa. Mbona Ulaya wanaenda mpirani na live? Azam TV wameinvest serious. Sio investment za ujanja. Wameweka pesa hasa ya kutangaza bidhaa zao. Huu mkataba wa juzi ambao utawapa kila klabu milioni 500, guys, brothers, ndugu zangu, nawaambia ukweli, ligi yetu mwaka huu kwa baadhi ya mambo yatakuwa yameshaisha. Milioni 500 klabu ya kutoka mkoani ndogo inapanda ligi kuu. Azam sababu wewe ni mshindani wako wa kibiashara. Sasa nilipoanza biashara na Azam, kwanza kabla ya kunijua, jamani, mnaweza mkaniona Haji mtata hivi muungwana katika eneo fulani, mimi muungwana. Azam walinipa ofa ya kutangaza bidhaa zao. Awe balozi wa biashara. Mimi nafanya kazi Simba, ingawa kule sina mkataba miezi 6, lakini kiungwana bora ni Babla alipokelea simu nitakuja Kolba. Miezi 6. Are you ready? Miezi 6 ya kutangaza kwa sababu wewe ni mshindani wako wa biashara. Yaani ofa hii hapa. Haiwezekani. Hao kwanza kumuuliza wewe una mkataba nao.
nasafiri leo, nakumbuka kwenda Abu Dhabi, make sure ndani ya wiki unampa contract Haji Manara awe balozi wa bidhaa zetu. Na nikawaambia viongozi wa Simba miezi 6. Babra akinipokelea simu, nitakuja I'll call you back. Miezi 6. Miezi 6. Siku moja mama yangu aliniambia chizi. Yaani ofa hii hapa mzigo mkubwa. Kwanza hata kuwauliza ulikuwa huna haja. Wewe kwa una mkataba nao? Bwana mkubwa naye anaweka kunywa maji ya masafi. Naogopa usiwe na jambo lolote nani kwa naye anaweka baadhi ya wajumbe wa bodi Senzo. Sio Senzo watu wanataka nini hawa? Muda nikafutulia uvivu ngamba. Nikaona nini bwana? Kachukua kalamu na karatasi, kataba ule nikamba nipeni. Tumeshindwa hawa ndio umetoa mzigo. Nikaanza kuona nikiposti maji ya uhai. Na hela ndefu. Bwana mkubwa naye anaweka maji ya masafi. Nikiweka kunywa Azam Energy, bwana mkubwa naye anaweka kunywa ndani kwa kutumia page yake. Siku moja nikamtolea uvivu, nikamwambia sikiza, nini mwapa ofa nyinyi ya kwanza umeshindwa? Nini unanifanyia fujo? Si umeshindwa, hao wenzio wametoa mzigo. Hao wameweka hela na hela ndefu. Sio hela ya kitoto, hela waloweka hawa ndefu. Mimi nataka kuona huo mkataba wako ni nataka kuubiti. Wala sio asas. Jamaa wengine wa Simba wakanishauri baadhi ya viongozi Haji bwana. Hakuna kampuni yoyote kana Mohamed Malisa. Hawa walikuwepo kabla yangu. Nikawapigia wakurugenzi wa Azam. Wallahi sijawahi kuona bwana wanawazidi wale watu. Sawa, wanafanya ubalozi lakini hivi Baresa anamhitaji Haji Manara kuuza wine. Kweli mwake huko. Au wanahitaji Haji Manara Azam TV watu wanaovingamuzi. Tuna mchango wetu kidogo labda 0.0. Sio kwamba mimi ndio nafanya Azam uuze bidhaa zao. Wala sio asas. Wala sio GSM wanaotajwa. Hakuna kampuni yoyote bila mimi eti ndio ifanye biashara. Hawa walikuwepo kabla yangu. Mimi kwangu mimi naona kama wananisaidia. Sawa, wanafanya ubalozi lakini hivi Baresa anamhitaji Haji Manara kuuza uhai. Kweli jamani, kweli mwake humo. Au wanahitaji Haji Manara Azam TV watu wanaovingamuzi. Tuna mchango wetu kidogo labda 0.0%. Lakini sio sisi ndio tuna yani wanatusaidia maskini ya Mungu. Asas wanahitaji kuuza maziwa kwa sababu ya Haji. Kwanza asas wategemea maziwa. Wanatusaidia tu Haji ile mtu usisimnyelele chukweni riski na nyinyi angalau mka. Sio kwamba bila wao. No. Au ghalibu GSM kutangaza mashuka au makochi kweli anamhitajia Haji. Wapi jamani? Basi walivyoruhusu watu wa Azam nikapeleka mkataba. Sikilizeni kwa makini sana. Hii sikilizeni kwa makini sana. Na Babra yuko. Soma ule mkataba ulikuwa na clause moja. Ili uterminate ule mkataba ni lazima ulipe milioni 350. Sasa tufanye shughuli kazi. Sasa itabidi ubaki nao mkataba, kaambia kubaki nao wewe tajiri na kuheshimu. Sasa baada ya kuanza biashara na Azam wakafikiria sasa kunipa mkataba. Kwa hiyo hapo uondoke na ofisini kwake na mkataba wa kwanza macho nikaitwa tena kwa Mo nikaukataa. Ulikuwa na clause unaonitaka due respect na sio kuna milioni 4 na mkubwa yule nadhani napenda mwenyekiti wangu akiniambia sasa tufanyeje mkataba sasa ya bwana Hanspop ulipoanzia hapo, lakini bila kufanya akaambia Babra hebu tayarisha mkataba. Hapo miaka 6 nilifanya bila mkataba. Sasa baada ya kuanza biashara na Azam wakafikiria sasa kunipa mkataba. Nakumbuka ilikuwa Jumaa nilipiga mkataba wa kwanza nikaitwa tena kwa Mo nikaukataa. Ulikuwa na clause unataka na lazima sio kwenda milioni 4. Ana mkubwa yule nadhani utu uzima, kuna wakati mtu uzima unamsama. Mkataba clause yake inataka 3 milioni. Lakini bila kufanya kazi na kampuni yote zaidi ya Mohamed Enterprises. Can you imagine? Unajua na clause gani? Nikaambia sasa usaji Mohamed Enterprises. Nakumbuka ilikuwa Ijumaa nilipiga kanzu nyeupe maridadi nikaongea hivi najua mnanisikia. Yaani mimi saini contract ya milioni 3 na lazima nifanye Mohamed Dewji mshindani. Mimi najiriwa Mohamed Dewji na Simba. Nikaambia msiniletee hizi vitu hivi bwana. Ikiwemo
Oh, basi baba karekebisha. Mwezi wa pili nadhani wakarekebisha, akaniita ofisini, sio baba, unajua una cross gani sasa hivi hautaji Mohamed Enterprises, lakini siruhusiwi kufanya huo wa milioni 3 mkataba wa miaka miwili. Siruhusiwi kufanya tangazo na kampuni yoyote ushindani wa bidhaa ambazo zinaidhamini Simba, ikiwemo manake Coca-Cola, Ukwaju, Ubuyu, ziko kama 70 kwenye jezi zote zile siruhusi ambazo Azam ndio anatangaza. Hata kama hawa Simba sina mkataba nao, mimi nilivyojua main sponsor SportPesa ndio ndio makampuni mshauri anatangaza kampuni nyingine ya beti. Maana mimi nilikuwa natangaza bidhaa za SportPesa, mwambie nilivyomalizana nao, unaona mimi natangaza kampuni za beti na ofa kubwa nyingi sana za beti nyingi, kwa sababu kama unaweza yuko kwenye kampuni moja ya betting ananiita kila siku, rafiki yangu Diamond ana kampuni ya betting, nakataa, naambia tuna main sponsor hapa, nitawezaje? Hata kama hawa Simba sina mkataba nao, lakini kwa kuheshimu uwepo wangu Simba, hata kama sina mkataba, maana ningeweza kusema ama sababu sina contract, lakini nikasema naambia Mo, mwambie, nikamwambia baba, mwambie Mo akaanza na sign hata leo aondoe hiyo clause, kwa sababu kama mngekuwa mnaweza mngewalipa Azam milioni 300 sijui, alafu tuanze sasa kujadiliana kuhusu mshahara. Ndio namna ya kuvunja mkataba, lakini sio mimi hapa mkataba wenye thamani ya milioni 3 alafu unanizuia kufanya matangazo na kampuni nyingine. Milioni hizo za kibiashara la mimi. Sasa hapo Mo akaanza kubadilika. Shekhe, tumekuja alipoondoka Mo akaanza sasa hapo sasa kwamba huyu kumbe inabidi sasa lazima tumtoe. Siku moja akanambia, unajua Haji, alipigia simu, watu wanalalamikia kwamba wewe umekuwa maarufu kunizidi mimi. Wallahi la, nikamwambia sio, nafanyaje sasa? Nawazuia watu, najipa maarufu. Ndio maana kwa sababu bora wewe tukutoe. Nikaambia sawa, nitoeni. Mimi nipigwe simu na mmoja zangu nilikuwa na maumivu mabaya sana. Yule Diamond sio vizuri kumtaja hii, lakini nataka nionyeshe kwa Tanzania namna changamoto zilizopitia. Ilikuwa bado kama siku mbili, Diamond yuko studio ana rekodi nyimbo ya Simba. Mimi nipigiwe simu na mmoja wa manager wake, rafiki yangu, tukapige porojo. Bahati mbaya tukawa tunakula, ikapigwa simu na CEO. Kwa hiyo kabla lazima iwe loudspeaker pale. Samahani sana brothers, lakini ilibidi lazima niseme. Sije kutamka ile mahali akapiga simu surprise. Vipi nyimbo? Akapa nyimbo iko sawa. Ndio Diamond yuko studio. Babra hajui kama mimi niko pale. Hebu mpigie hapo nataka nizungumze naye. Hakukusudia, imetokea. Yaani unganishe conference call. Akaunganishwa mwanamume na simu sina Diamond. Nyimbo yote utakayotunga hakikisha kwamba yaani sije kutamka ile mahali leo yote kwa surprise. Hajui wakati huo Diamond kama niko pale, wala alopiga simu Babra hajui kama mimi niko pale. Bahati sasa wakashindwa kuitoa hiyo speaker. Hapo kufudia imetokea Mungu alikuwa atakuombua. Na sibu sikiza Diamond. Nyimbo yote utakayoitunga hakikisha kwamba mtu mmoja tu anaruhusiwa kutajwa jina lake. Mo ndo katiba ya Simba inaposema. Anadanganya kwa kuambia Diamond kwa katiba ya Simba hairuhusiwi mtu yoyote kutajwa jina. Diamond kamba hela yenu njooni mchukue, msinipangie cha kufanya. Yule kijana mwenye pale nilitengeneza kitu kwa Diamond kwenye nyimbo ya Simba, kiasi hata hajui kama mimi nipo. Yaani sio kwamba anajua, anaambia chukueni hela yenu sifanye show, msinipangie nani wa kumweka nani, sio kazi yenu. Hatukuongelea mpaka leo. Hebu imagine watu washafikia roho mbaya ya hadi kuzuia jina langu kutajwa kwenye nyimbo ya Nasibu. Nasibu ni mshawishi ndani mwaka huu. Hataki wewe, mbona nani PDD anapenda Arsenal, mbona huyu anapenda hii, nikamjaza mpaka sasa anapenda na mpaka leo alichote juzi ananiuliza chezi, nikaona la haula, nikaona la haula wala quwwata, hajui maskini. Lakini sio wao tu, wasanii wengi mimi najua
wasanii wengi. Nilikwenda siku moja na dada yangu Hamisa, maana ilibidi ni warafiki zangu wale niwatie katika mpira waniongezee kubusi hamasa. Sasa nilikuwa lakini mimi lengo langu sio Hamisa tu, tunakula pamoja, tunakula ili waje Simba, ili hao nisaidie, sababu wana fans wao na kweli wamenisaidia. Hamisa tunakwenda na mpirani sikia, baada ya kushindwa jamani, nimekaa naye uwanjani, nilipata tabu, nilijuta. Hiyo kona ndio nini? Maana tena sikia kona hiyo mpira kurusha, mbona sielewi? Lakini mimi lengo langu sio Hamisa tu, Hamisa anisaidie kuuza fans wao zangu. Leo mengine mtakaje, lakini itoshe kusema baada ya kushindwa mimi kukubaliana na mkataba wao, visa vikazidi. Ndugu zangu, ilifika baba ananitumia message za kuniprovoke, akinipigia simu atanambia jambo hili, atanambia hivi. Siku nyingine anachukua picha zangu, hata kama zamani nimekaa na Ghalibu pale napiga story, wanazungumza, anatuhujumu. Hata mimi naweza kauli Simba imeenda. Ndugu zangu, ilifika mahali naongea leo kitu kimoja, mechi ya Simba na Yanga nyingi zinazoziona za Simba goli na Shabani na nani Zawadi Mauti tarehe 3, mechi ya Simba na Yanga juzi, na wote mnafahamu promo utapata yako siku ya mechi kuuza. Mimi sina njaa, kesho mechi, nataka niwape hawa wasanii. Kwanza niwaeleze, nawaambia leo kitu kimoja, mimi mechi nyingi zinazoziona za Simba wakati mwingine anakupatia tiketi 2-3 kwa ajili ya kuwapa wasanii. Mechi ya Simba na Yanga juzi, naomba leo nasema hizi tickets sitakuuza, mimi sina njaa, nataka niwape hawa wasanii conversation zote ambao wananisaidia ku hype mechi. Nikakataliwa, nikaambiwa nitapewa tiketi yangu, baba akanikatalia kata na message ninazo, nasubiri akanushe tu. Mimi nitakuwa naachia data moja baada ya moja. Leo nasema, lakini sasa baadaye nitakuwa naachia nondo zote, conversation zote. Kilichotokea akaniima tiketi promo yote, ndugu zangu, lakini nikanyanyuka kiasi gani nikamwambia Simba tunaruhusu pamoja, nafanya promo na hangaika, Yanga ananituka. Mechi imeisha, matusi alikutana na vingi, visa nchi nzima alitukana Mo, muelewe kilichotokea. si hadi nchi imenielemea, ni mechi iliyofika pale puu, maana nikajua tena kiama. Lakini nikanyanyuka, nikawapa nguvu washabiki, nikaambia Simba tunaruhusu pamoja, tunashinda pamoja. Vitu vingi Idi hii ni idi ya kuchinja, ina sunna ya kuchinja. Kwa hiyo nikamwambia jamaa waniletee mbuzi nipate kutimiza takwa la sunna. Visa vingi. Kwa hiyo nimweleza haya, muelewe kilichotokea kabla ya kuelekea mechi ya Kigoma. Nadhani ndio story kubwa. Jioni nimaliza saa 12 jioni. Unajua Idi hii inaitwa Idi al-Adha. Idi al-Adha. Idi hii ni idi ya kuchinja, ina sunna ya kuchinja. Kwa hiyo nikamwambia jamaa waniletee mbuzi nipate kutimiza takwa la sunna. Nikachinja nyumbani kwangu magharibi, nikatoka. Kawaida ya sadaka ile ya nyama mara nyingi tumesuniwa unawapa majirani waliokuwa na uwezo mdogo, unatoa mchele. Na kwa hiyo jioni mimi na driver wangu nikamwambia twende kwetu Kariakoo. Kwani kwa anapita kijumba hiki. Unajua tena ndo sisi ndo ufahari wetu watu wa Kariakoo ni kujuana na saa 3:30 baba ananipigia simu. Halo? Kama sema, uko wapi? Unafanya nini? Nikaambia na maswali mengi. Naambia uko posta, uko kwa Ghalibu. Mimi mbona niko Kariakoo? Au kwanza niko na simu yake. Uongo, naambia uko posta. Wewe unatuhujumu wewe. Sasa niko na nyumbani kwa watu, kwa wazee. Nikaona sikutaka, nikamwambia he wallah shukrani, nikakata. Nikasema utaniharibia mudi yangu sikukuu. Huyo ataniharibia mudi, nisimweke kipaumbele. Nikaona hata sijamwandika chochote kingine. Nikauza nyumbani sijamjibu. Hata mke wangu sijamwambia, nikalala. Asubuhi naamka navaa kanzu najiandaa kwenda kuswali Eid.
Nikasema vyovyote itakavyokuwa. Kwanza nikaona simu yake, nikasikupokea. Akanitumia message, Haji, unatuhujumu jana, umetoka zako Posta na Ghalibu mmeenda Kigamboni kwenye kempi ya Yanga. Sasa ndugu zangu, nikafikiria adhabu yote ninayopata Simba, maudhi yote ninayopata Simba, hawa watu sina mkataba nao, hawa watu hawaniheshimu, majungu yote wananifanyia navumilia. Leo tena napewa jungu jipya la kuhujumu. Of all the people, mimi nikahujumu Simba? Mimi haya na hujumu vipi? Naenda kempi ya Yanga, ukishaenda kempi ya Yanga na hujumu vipi? Na waita kina Feitoto na waambiaji, kina Mukoko na waambiaji, yani takili tu ya kawaida. Okay, na hujumu kwa kwenda kwenye kempi ya Yanga. Maka fadhali ningeenda kempi ya Simba. Sasa kempi ya Yanga na hujumu vipi? Yani nawaambia chezeni kwa hamasa kina Feitoto, chezeni, si ndo manake? Yake na hujumu vipi? Takili jamani hizi. Kweli nilipata hasira. Inawezekana nilituma ile voice note, lakini muelewe haikuja kwa bahati mbaya. Miaka 6 nimueleza hapa kwa ufupi tu chanzo, yani ile ghadhabu niloipata. Ifikirieni nani katika wenu nyinyi angevumilia hizo adhabu zote? Bado mnaenda kunisingizia na hujumu. Pamoja na maudhi yote hayo, mnaenda kusema na hujumu Simba. Ningehujumu wakati wa Manji, tuna njaa. Niseme alhamdulillah. Na hujumu vipi klabu hii? Bei gani watanipa? Alafu mimi nikaongea na chama au niongee na nani kuhujumu kwake? Chuki zote mlizonifanyia, maudhi yote, ila kuhujumu nilishindwa ndugu zangu kuvumilia. Wana Simba mnielewe. Maana wengine waliandika kwa nini umetoa voice note siku ya kukaribia mechi? Haikuwa dhamira yangu. Na mimi sikuitoa. Na angalia hapo smart. Ile nimemrushia asubuhi saa 1. Wakaiachia jioni. Wamefanya kusudi kunigombanisha na wana Simba. Kusudi. Waliniprovoke, na katika situation ile nikasema bana basi kama ishavuja, lakini mimi nia yangu yani ilikuwa hamna namna. Nisha struggle hapo miaka 6 kwa jasho jingi. Halafu sina contract. Unajua kitu kinachokera, hakuna contract ya Simba na mimi. 6 years. Serikali ipo, wananisikia, vyama vya kutetea haki za waajiriwa wananisikia, wataona namna gani ya kupata haki zangu. Mmenitumikisha bila contract, mshahara uongezeki, mnanidhulumu, mnanihujumu. Maana ni hujumu amenifanyia. Asubuhi Mohamed akanipigia simu, njoo. Nikaenda ofisini, kanieleza. Sasa hapa likaja issue ya mkataba wa Azam na Simba. Kwanza ngoja nimalizie hili sakata la hujuma. Mohamed akamwita askari ambaye sijui ni mlinzi wake, sijui, Allahu aalam, sitaki nimuingize katika mtihani. Tuonyeshe Haji namna gani ana hujumu. Yule bwana akatoa simu yake, akaanaonyesha, imeandikwa jina langu pale. Saa 3 usiku ulionekana, ulinisomeka mnara wa Posta. Saa 5 ulisomeka mnara wa Vijibweni. Wakati wa saa 5 mnara wa Vijibweni mimi nimelala Mikocheni na Naida. Nikamwambia sasa akili tu karibu, ngoja niangalie tarehe. Maana ukifanya hivi unafanya. Nimeshika simu, nikamwambia mbona hii tarehe 7? Unajua hapo wakanipora ile simu. Nikamwambia look guys, hii sinema mmenichezea. Na kisa ni mkataba wa Azam. Mmenitafutia sinema mpya ya kwamba na hujumu. Hamna jambo la hujuma. Mbona tarehe 7? Leta hiyo simu hataki. Lakini kama ulionekana uko Temeke, akanibadilishia. Nikamwambia sikuwa Temeke mimi. Akamwambia sasa hapa haiwezekani. Maana yake Mohamed sasa kachama. Alafu nimeona na namba nyingine pale za watu wa Simba wote nao wanafuatilia. Lakini nikamuuliza Mohamed, wewe ni nani? Ni polisi? Ni cyber crime? Ni kitengo cha usalama?
jeshini ya polisi. Rights za kupekua, kudukua mitandao ya watu unaipata wapi? Nani kakupa authority hiyo? Kwa sababu una pesa? Nimwambia, nilichachamaa kweli, nikamwambia unadhulumu watu, unatumia pesa zako kudhulumu. Umepata wapi haki za kundukua mimi? Unaanzaje kufanya hivyo, kumpeleza mtu kwa alafu kwa uongo? Kweli mimi na kibanda changu Kigamboni, kwa hiyo mara kwa mara nakijenga kule na kwenda Kigamboni, wakwe zangu wanakaa Kigamboni. Yaani mimi kwenda Kigamboni siku hizi ni kama vile shehe kwenda msikitini. Sasa wakwe zangu wako kule na mji wangu na utengeneza. Kwa hiyo haikuwa kwamba ilikuwa ni tarehe 7 mara ya mwisho, lakini nikaweza, hata kama ningekuwa kweli nimeonekana posta hiyo siku, nini nani kawapa rights? Sasa yule afande pale akastuka, kwa hiyo maana hii sijui watafanyaje, na sio mimi, wanaodukua watu wengi. Leo naona simu nyingi pale, serikali naomba nilinde. Mimi jamani, rofa sio nikatoka hapa yakanikuta kunikuta. Mimi nausema ukweli ulio dhahiri. Haki za kumdukua mtu nani katoa? Babra mwaka mmoja alokaa, kaondoka Hashimbaga, kaambiwa kaduka. Kwanza yule Senzo aliambiwa na hujumu, akaja Hashimbaga. Tulifika wafanyakazi kama 15 hivi au 16 wakati wa Senzo na Magori, nadhani 9 ama 10. Mimi nadhani mtu wa 10. Babra katuondoa wote, ameanza Hashimbaga akaekwa ndani. Mimi wanatafuta sababu ya kuniweka ndani, mimi mtasikia tutatafuta, lakini Mungu yupo na serikali ipo, hawawezi. Kuna Allah jalla shanu na serikali chini ya Mama Samia, hawezi kubali haki haiwezi kudhulumiwa. Nimetoka pale, akafukuzwa Hashimbaga, kwa ndani, kaambiwa ameiba mafaili. Akaja kijana mmoja anaitwa Jacob, namfahamu, alikuwa msaidizi wangu kwenye press zangu. Huyu nilifanya naye kazi kwa muda mrefu. Baadaye Senzo akampa mkataba. Hata hebu fikia, hata walokuja baada yangu, personal assistant wangu, bodi iliridhia apewe mkataba, lakini sio Haji Manara. Atakuwa mkubwa kuliko Simba. Jacob alipofika nani, akaambiwa naye na ujumbe, yalla. Yule Chiko na manager wakafukuzwa. Chiko akarudishwa baadaye. Manager baada ya kuona huyu atatudai hela nyingi, huyu mjanja tumemfukuza, wakamrudisha. Wanne George, director wa marketing, mtu anayejua kazi yake, alikuwa akileta makampuni ya biashara pale Simba hawataki, yadhamini Simba hawataki, wakamsingizia eti kamtukana mwenyekiti, kafukuzwa. 5. Babra huyo mtu ngapi? 5. Kuna mzee anaitwa Mzee Matari, toka mimi nakuwa yuko Simba, kama mlikuwa mnaanza zamani pale Msimbazi. Yule Mzee Matari anavaa suti hivi, hakosi kuvaa suti. Nyanyu yule mzee ana miaka zaidi ya 30 Simba, hayupo. Sheikh Bibi hayupo, kanyanyuliwa. Haya, Kashembe, yeye ndio founder, ndio mwandishi, alikuwa katibu kwenye kamati ile ya tenda, ametengeneza mambo mengi kwa ajili ya transformation, naye kaambwa ana hujumu, yalla. Kuna watu wawili wengine, kuna binti mmoja aitwa Rispa, maskini ya Mungu, akonaka maka kila siku apigwa majungu huyo. Sasa hivi nasikia si yuko Serengeti, si yuko TBL, anakula nchi. Juzi mwanasheria wetu mmoja naye kaona, na huyo mwanasheria anaitwa Michael Mina, ndio aliofanya kila kitu, ndio mwandishi wa sheria wa mkataba hii, anajua vitu vingi. Siku moja mtafuteni, atakuelezeni mambo. Naye Nyanyu 9, mimi wa 10, wote sasa tuna hujumu. Babra ndio msafi. Is it kweli inaingia kilimo? Yaani wewe katika kipindi, sababu Babra hajafika mwaka toka ameingia Simba. Wote hawa wabaya, wewe ndo mzuri tu. Wewe peke yako Babra ndo clean. Wewe peke yako. Hai, kaja sakata la ndugu zangu Azam. Nikamwambia Mohamed, unatukosea wana Simba. Yanga wamesign deal ya 2.4 billion. Wewe ile nilizungumza juzi, nilisikia na wewe uliulizia ndugu yangu. Alisema atatoa hela. Ni hivi, mwezi wa kwanza mwaka huu Simba tarehe 5 mkataba nao Simba kupitia CEO Babra wamesign na Azam mkataba utoisha msimu 2022-23 wa shilingi milioni 385 kwa mwaka.
Januari mwaka huu. Kashembe alisema mahali, lakini labda mlikuwa mjaielewa vizuri, mkasema hauli wa zamani. Hapana, huu umesainiwa Januari mwaka huu na Babra ndo kasaini kama CEO mwaka huu. Tumefika mwezi huu wa 5 wa 6, Azam wakawata kuingia dili yao na TFF. Dili ya TFF ya club zote na bodi ya ligi. Hivi ule mkataba bilioni mia ngapi? 225. Ndugu zangu, bilioni 225.6. Hajafanya kampuni yoyote Afrika Mashariki na ya Kati hii kwenye uwekezaji kwenye mpira TV rights. Wanaume wanatoa bilioni 226. Niliandika siku moja, ukizipanga noti za 10,000 zinakwenda mpaka Brazili na kurudi, alafu zinakwenda Burundi, zinarudi, zinajichimbia chini ya shimo. Sio hela mchezo. Sasa baada ya ule mkataba, watu wa Simba wakasema hatuwezi kupewa sawa sisi na watu wa Yanga. Sawa, tunakubali. Babra akawapigia simu watu wa Azam, watu wa Yanga ambao wanaitwa sasa hivi wao ni wadogo sana kuliko Simba. Haba, haiwezekani, lazima tukae na Azam, sisi hatuwezi kupewa sawa na Simba. Ghalib Hersi, viongozi wa Simba akiongozwa na Babra, wakakaa vikao vitatu. Vingine walikaa na CEO wa Azam deputy, wengine wakakaa na mkurugenzi mwenye mzigo. Mwisho wakakubaliana, tutawapa sawa, tutawapa kwenye Simba TV ile kipindi chao vile rights ya kuonyesha zile mechi. Maana right ya ligi Simba, hata Ba Mohamed asema atalipia, hawana haki ya kuwanyang'anya. Ligi ni ya TFF na bodi, na itaonyeshwa mpaka 2031. Aidha watatoa hela, watoi ya mechi za Simba zitaonyeshwa, aidha anataka au hataki, hana namna ya kuzuia. Ligi zote zile Azam ni rights zao, wameweka fedha, hawajaweka maneno, hawajaweka porojo, wameweka mzigo. Kilichotokea bwana ule muungwana akasema sawa, mimi nitaongezea katika Simba TV na Yanga TV, nitawapa bilioni 2.4 kwa mwaka, lakini kutakuwa na nyongeza. Kwa mkataba Yanga walisaini bei gani? Bilioni karibu sawa ngapi? 34 wa miaka 10. Imagine ndugu zangu. Unajua kilichotokea? Si ushakubaliana, tutaongezea, tupoa mkataba nini fresh. Kwenda kule bwana mkubwa akakataa. Azam watakuwa wakubwa sana, wanatunyonya. Kwa nini watupe sawa sisi na Yanga? Mimi juzi kwenye mkutano wangu wa juzi na wa mwisho na Babra, namuuliza Mohamed, wewe kama ungejua Simba ni kubwa kuliko Yanga, kwa nini Babra ndo awaite viongozi wa Yanga wakae wajadili kwenda Azam? Kama mnajua nyinyi wakubwa kuliko Yanga, kwa nini mkochukua hivi? Nini mkochukua kwa sasa hivi? Ala, nikamuza tena, mwezi wa kwanza mwaka huu tumesign deal sisi milioni 385. Kwa hiyo kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6 kutoka kuongezewa bilioni 2.4 mnaona ndogo? Yaani miezi 6 wanaume wanaweka kutoka milioni 385 mpaka 2.4 bilioni. Wewe unataka kusema ndogo? Nikamwambia, nani anatoa hela ndogo? Wewe unatutangazia. Nikamuuliza, matangazo yako majuzi nimesikia anasema Simba hapati faida yoyote kama wanapata Azam. Lakini jezi zetu simeziona jamaa. Kwani faida ya mfanyabiashara nini? Au mmeaoni ya matangazo? Ndio watu wetu siku hizi bana. Kwa hiyo mtakuuliza ile swali. Nimekusikia dada yangu ile swali lingine. Sasa sipati faida yoyote, siwekeze. Sijaweka hela mimi Simba. Zaidi nimetoa bilioni 21, tusijatoa shilingi. Yaani mimi sipati faida yoyote. Lakini jezi imejaa mpaka foundation ipo kwenye jezi. Energy, Coca-Cola, maziwa, nini, jezi imechafuka kama za klabu za Sudani. Leo unasemaje ufanye biashara? Unapata wapi nguvu ya kuongopea Watanzania zaidi ya milioni ngapi? Unaambia ufanye biashara. Sasa chuki yake kwa Azam ndio asili ya mimi kunitengezea mtego wa kwamba mimi nimehujumu. Chuki yake kwa Azam, hii GSM wanamtafutiaga sababu kwa sababu si mtu wa Yanga. Kwa hiyo ili waaminishe washabiki lazima awekwe GSM mbele, lakini chuki yake ni kwa Azam.
amekataa deal kubwa, alafu anasema atatuongezea. Hebu nimalizie. Atasema mimi sikubali, akasema nitatukua natoa mimi. Unatoa katika ipi? Maana sasa hivi umesema ushatoa bilioni 21, si ndio? Kwa hiyo wewe utatoa nyingine, kwa hiyo mwakani kutakuwa kila siku naongezeka tu Umeelewa? Lakini unatoa katika ipi? Ni deni? Yaani tuache hela halali ambayo sio deni. Bwana Mohamed atuongezee huku tuwe na deni, sio? Simba tusikubali. Msikubali kudanganywa. Bilioni 21 aliyotoa ni deni. Kwani hata hiyo deni hivi jamani, nilipiwa kodi. Lakini la pili, kuna minutes za kikao zilizoidhinisha mkopo ule wa bilioni 21. Wanaweza katoa bodi ilikubali ule mkopo. Hii Simba ya watu. Sasa mimi nimesema nimalizie kwa kuwashukuru tena. Nimeweka akiba mengine, ninayo mengi, kwa sababu najua watalipuka, watatuma watu. Ndio nimeona kampeni wameniunda kwa bahati mbaya kwenye group wakajisahau. Kumbe kuna group limeundwa mahsusi kwa ajili ya kumunfollow Haji. Jamani, mimi sijakuita mtu kwenye page yangu. Ni unfollow, riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Hizo kampeni wanazofanya hazitadumu. Kwa sababu ya kudai haki yangu, nimeonewa, nimedhulumiwa, na waaga tena washabiki pale nilipoteleza. Endeleeni kulisamehe. Bi Babra na Bwana Mohamed, nyie ndio ni Simba yenu, mnalolipanga nyie ndio linakuwa, na nyie mna ukaribu zaidi mpaka na mamlaka kubwa, kwa hiyo mtafanya jambo lolote. Mimi nawatakia kila la heri. Endeleeni, lakini iko siku haki ya Simba itarejea. Huwezi kuongopea watu siku zote, utaongopea katika kipindi kifupi tu. Asanteni ndugu zangu waandishi. Kwa bahati mbaya nasafiri mchana huu na nimetumia almost saa 1 na dakika karibu 20 direct na kwenda airport. Nikirudi Tanzania nitaendelea kufanya kazi ya mpira, sijajua wapi. Asanteni na kwaheri. Haya ndio yamesemwa na Haji.